uumbaji wake. Katika aya ambayo nimeitanguliza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul in kana abaukum, sema ewe Muhammad, ikiwa baba zenu, wa abnaukum, na ikiwa watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, wa azwajukum, na wake zenu, wa ashiratukum, na familia zenu, wa amwalun iktaraftumuha, na mali ambazo mlizozichuma, mali ambazo mnazozimiliki, wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara ambazo mnazoogopa nyinyi kufilisika kutoka katika biashara hizo mnazozifanya, wa masakin tardhawnaha, na majumba mazuri ambayo mliokuwepo nayo mnayoridhika katika maisha yenu, mmeridhia kuishi katika majumba hayo, ahabbu ilaykum min Allahi wa rasulihi, ikiwa hivi vitu vyote tulivyovitaja vinapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa rasulihi, na mtume wake, wa jihadi fi sabilihi, na kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fatarabbasu, basi subirieni, hatta yati Allahu bi amri, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale atakapokuja na jambo lake, mpaka pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapokuondosha katika dunia hii, akimaanisha pale ambapo utakapokufa. Ikiwa hivi vitu vyote wewe vinapendeza zaidi katika nafsi yako, ni baba yako, ni mama yako, ni familia yako, ni mke wako, na vyote tulivyovitaja, kama hivi vitu vyote vinapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapopendeza katika nyoyo zenu, basi subirieni mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapowachukua.